Lango la pili ni kwa njia ya ndoto. Lango la pili kwa njia ya ndoto. Ndoto ni lango la pili ambalo Mungu huwa anatumia kuongea na sisi wanadamu. Ndoto ni lango ambalo Mungu huwa analitumia mara kwa mara kutuongelesha sisi wanadamu. Sasa hii ndoto ni nini? Ndoto ni nini? Ndoto inafanana kidogo na maono ila vimetofautiana. Ndoto inafanana kidogo na maono ila imetofautiana. Ndoto maana yake ni picha ya kimaono kutoka kwa Mungu inayomwijia mtu akiwa usingizini kumuonyesha jambo lijalo au lililopita au linaloendelea kwa wakati huo. Ndoto ni picha ya kimaono inayomwijia mtu akiwa usingizini inayomuonyesha juu ya jambo lijalo au lililokwisha kutokea au linaloendelea kwa muda huo katika ulimwengu wa roho. Kitabu cha Ayubu ile sura ya 33 mstari wa 13 inaongea vizuri sana. Kitabu cha Ayubu sura ya 33 mstari wa 15. Ayubu 33:15 katika Biblia ya Habari Njema au Kiswahili cha kisasa inasema namna hii: Mungu huongea na watu katika ndoto na maono wakati usingizi mzito unapowavamia. Kwa Biblia inasema Mungu huongea na watu katika ndoto. Mungu huongea na watu katika ndoto. Kwa sifa ya kitu tuite ni ndoto, ni lazima huo ujumbe Mungu atakapokuletea atakuletea ukiwa umelala usingizi. Tofauti na maono. Maono yenyewe yasiyokuwa ya ndoto, yenyewe yanakuijia tu ukiwa hujalala usingizi. Unaweza kuwa tu umepumzika kitandani, si katika kulala ila umepumzika katika Bwana. Maono yakakubeba. Au uko kwenye sala umekaa ukimya ukaona maono. Ila ndoto ya maono. Ndoto kuna maono afu kuna ndoto ya maono. Na kuna maono kama maono. Ndoto ya maono yenyewe inakuijia ukiwa umelala usingizi. Umelala usingizi. Ndipo yenyewe inakuijia. Na inakuwa imebeba ujumbe wa Mungu kwa kusudi maalum. Wapendwa, sio kila ndoto ni sauti ya Mungu. Sio kila ndoto ni sauti ya Mungu. Maana unaweza ukasikia ukiota ndoto inakuwa imebeba ujumbe wa Mungu. Unaweza ukadhani kwamba basi kila utakapoota ufikirie ni Mungu amekusemesha. Wakati mwingine unatakiwa utambue kwamba sio kila ndoto ni ujumbe wa Mungu. Kuna ndoto nyingine huwaijia watu ambazo sio sauti ya Mungu, bali inakuwa ni mawazo yao wenyewe kutokana na uchovu wa shughuli za maisha za hapa na pale. Mawazo yanajitengeneza, yanawaletea ndoto. Kwa mfano, ukiangalia kwenye kitabu cha Mhubiri, ile sura ya 5 mstari wa 3. Kitabu cha Mhubiri sura ya 5 mstari wa 3. Mhubiri sura ya 5 mstari wa 3 inasema namna hii: kwa maana ndoto huja kwa sababu ya shughuli nyingi, na sauti ya mpumbavu kwa njia ya wingi wa maneno. Pointi ya msingi nataka uone hapa anaposema ndoto huja kwa sababu ya shughuli nyingi. Kwa ukijishughulisha na shughuli mbalimbali za kutwa nzima, zina uwezekano mkubwa wa kukutengenezea ndoto. Mfano, unaweza ukaenda sokoni siku ya mnada. Ukashinda sokoni hiyo siku ya mnada. Ukaona watu wengi wanapopita pale sokoni, kile kitu kikakuingia kwenye akili yako. Kuna uwezekano ukaja ukalala, ukaota ndoto upo sokoni. Kwa ukakurupuka, Mungu amenionyesha nipo sokoni. Sija anataka kunipa duka. Kumbe umeona uko sokoni kwa sababu ulishinda sokoni. Kwa zile shughuli nyingi za pale zimekuingia, zimekuletea ndoto. Wakati mwingine tena unaweza ukaangalia movie ikakutisha au ile movie ikachukua sana sehemu ya hisia zako. Unapoenda kulala, kuna uwezekano mkubwa sana wa kuota ndoto inayofanana na ile movie. Na ukasema nimeota ndoto, nimeona hivi. Kumbe ni kwa sababu uliona movie na ile movie ikachukua sana hisia zako. Ndio maana umeenda kulala ukaota. Kwa wapendwa, inapotokea umeota ndoto, cha kwanza unahitaji kuipima. Je, ni ujumbe wa Mungu au inatokana
na mauchovu yangu mimi mwenyewe ambayo nimeshinda nayo katika kutwa nzima. Si kama tuko pamoja, kanisa la Mungu. Asa muda huu nitaenda kukuonyesha namna unavyoweza kufanya ili kama muombaji uwe na uwezo ndani yako wa kutofautisha ndoto yenye ujumbe wa Mungu na ndoto ambazo zinatokana tu na mawazo yako ya uchovu wa kimaisha wa kwako wewe mwenyewe. Kwa muda huu tutaangalia kipengele kinachoitwa ishara za Roho Mtakatifu katika ndoto. Tutaangalia kipengele kinachoitwa ishara za Roho Mtakatifu katika ndoto. Na ishara hizi kwa ujumla ziko tano na tutazipata katika maandiko matakatifu. Tuanze na kusoma kile kitabu cha Danieli, ile sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 3. Danieli sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 3. Kimsingi hizi ishara ziko hapa kwenye neno la Mungu. Danieli sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 3. Inasema namna hii: hata katika mwaka wa 2 wa kumiliki kwake Nebukadreza aliota ndoto na roho yake ikafadhaika. Umeona Nebukadreza akaota ndoto na roho yake ikafadhaika. Hii ni ishara ya kwanza. Ukiota ndoto na ukaamka roho yako imefadhaika, yaani roho yako haina amani kwa kutokana na hiyo ndoto, jua hiyo ndoto sio ya kawaida, ni ujumbe wa Mungu anaongea na wewe muda huo. Kwa sababu kumbuka, Nebukadreza alipoota hii ndoto ya ujumbe wa Mungu, aliamka roho yake imefadhaika. Kwa na wewe pia utakapoota ndoto yenye ujumbe wa Mungu, ukiona roho yako imefadhaika, hiyo ni ishara ya Roho Mtakatifu inayokuambia hiyo ndoto ina ujumbe wa Mungu. Usiipuuzie, ifanyie kazi. Ishara, tuendelee kusoma. Anasema usingizi wake ukamwacha. Hiyo ni ishara ya pili. Usingizi wake ukamwacha. Ukiota ndoto ukashtuka kutoka kwenye ile ndoto na ukajiona ghafla hauna usingizi kabisa, umekupotea, na hata kama ni usiku mzito, lakini tu umeshtuka na usingizi haupo, unawaza tu hiyo ndoto, jua hiyo ni ishara ya Roho Mtakatifu kwamba hii ndoto ni sauti ya Mungu, ina ujumbe wa Mungu. Usiipuuzie. Tuendelee kusoma. Anasema mstari wa 2, ndipo mfalme akatoa amri, akawaita waganga na wachawi, wasihiri na Wakaldayo wapate kumweleza mfalme ndoto zake. Hii ni ishara ya tatu. Ni ishara ya tatu. Ukiota ndoto na ukaamka una msukumo mkubwa wa kutamani kujua maana ya hiyo ndoto, tafsiri ya hiyo ndoto, jua hiyo ni ishara ya Roho Mtakatifu kwamba hiyo ndoto ina ujumbe wa Mungu. Ukiota ndoto ukaamka, ndani yako unajisikia msukumo mkubwa wa kutamani kufahamu tafsiri au maana ya hiyo ndoto. Unasikia tu kuwauliza watu, unasukumwa kuwauliza watu. Jua hiyo ni ishara kwamba hiyo ndoto ina ujumbe wa Mungu. Kwa sababu angalia, Nebukadreza alipopata huo ujumbe, aliamka na mzigo wa kuwauliza watu. Tuendelee kusoma. Anasema, basi wakaingia wakasimama mbele ya mfalme. Mfalme akawaambia, nimeota ndoto, roho yangu imefadhaika hata nijue tafsiri yake. Wapendwa, kwa hiyo kupitia hichi kitabu cha Danieli nilichokusomea tumegundua ishara 3 mpaka sasa hivi. Tuendelee na kitabu kingine na chenyewe pia tutagundua ishara ya 4. Angalia pamoja nami kitabu cha Ayubu sura ya 4 mstari wa 33. Ayubu sura ya 33 mstari wa 14 hadi wa 18. Ayubu sura ya 33 mstari wa 14 hadi wa 18. Ayubu sura ya 33 mstari wa 14 hadi wa 18. Kuna ishara ya 4 tutaiona pale. Inasema hivi: kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ijapokuwa mtu hajali, katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uajiliapo watu katika usingizi kitandani, ndipo uyafunua masikio ya watu na kuyatia muhuri mafundisho yao, ili amuondoe mtu katika makusudio yake na kumfichia tu kiburi. Yeye huizuia nafsi yake isiende shimoni, na uhai wake usiangamie kwa upanga. Kwa hapa tunaiona ishara ya 4 ya Roho Mtakatifu kwamba ukiota ndoto inayofanana zaidi ya mara moja, hiyo ni ishara ya Roho Mtakatifu kwamba hiyo ndoto ina ujumbe wa Mungu. Usiipuuzie. Sasa kuna wakati inaweza ikatokea ukaota ndoto mara ya kwanza hiyo, mara ya pili tena ukaota ndoto kama hiyo,
Mtu mmoja unashangaa na kuambia, mimi nina ndoto huwa ninaota mara kwa mara, niko darasani nafanya mtihani. Nimeshaota zaidi ya mara 10, niko darasani nafanya mtihani. Tunakutana na watu kwenye huduma wa namna hiyo wengi sana. Mwingine anakuambia, naomba unisaidie. Kila wakati naota ndoto napanda mlima lakini simalizi. Mwingine anakuambia, kila wakati naota ndoto niko chooni. Kwa unakuta mtu unaota ndoto mara moja inajirudia rudia. Sasa ile kuota ndoto inajirudia rudia, Biblia inasema Mungu unena na mtu mara moja, anarudia tena mara ya pili ili kukikomesha kiburi. Anarudia tena. Kwa nini? Inakuwa ni msisitizo wa Roho Mtakatifu, msisitizo wa kimungu kwamba hii ndoto ina sauti yangu, ifuatilie, usiiache. Hiyo ni ishara ya 4. Twende tuangalie ishara ya 5. Ishara ya 5 hii tunaiona kwenye kitabu cha Danieli sura ya 2 mstari wa 3 hadi wa 6. Danieli sura ya 2 mstari wa 3 hadi wa 6. Danieli sura ya 2 mstari wa 3 hadi wa 6. Inasema namna hii. Mfalme akawaambia, nimeota ndoto na roho yangu imefadhaika hata nijue tafsiri yake. Ndipo Wakaldayo wakamwambia mfalme kwa lugha ya Kiaramu, mfalme, uishi milele, tuambie sisi watumishi wako ile ndoto nasi tutakuonyesha tafsiri yake. Mfalme akajibu akawaambia Wakaldayo, neno lenyewe limeniondoka. Msiponijulisha ile ndoto tafsiri yake, mtakatwa vipande vipande. Asa sikiliza polepole. Kabla sijaendelea kusoma huku mbele, pointi yetu iko hapa ambapo mfalme anasema neno lenyewe limeniondoka. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba ameota ndoto ila ameamka amesahau hiyo ndoto. Ameota ndoto ila ameamka amesahau hiyo ndoto. Ndio maana anapoulizwa na wale watafsiri anawaambia neno lenyewe limeniondoka. Kwa hiyo wapendwa, hii ni ishara ya 5 kwamba ukiota ndoto na ukaamka hauikumbuki hiyo ndoto, umeisahau, ila tu unahisia inayokusemesha kwamba kuna ndoto niliota, hiyo ni ishara ya Roho Mtakatifu. Ile kuamka umesahau ni ishara ya Roho Mtakatifu kwamba hiyo ndoto ina ujumbe wa Mungu. Fuatilia. Wakati mwingine pia inaweza ikatokea ukaota ndoto unakumbuka vipengele baadhi na vipengele baadhi hauvikumbuki. Yaani kuna maeneo tu baadhi unayakumbuka ila kuna maeneo huyakumbuki. Unaota, unaamka unasema, leo nimemuota fulani, nisiji nilimuota anafanyaje. Yaani kila ukitaka ukumbuke hakikumbukiki, ila tu kuna mambo madogo unasema siji nikamuota kama anapita, siji alienda akakaa, lakini kama kuna mara alipita hivi pana geti la njano, lakini yani sikumbuki vitu vingine. Hiyo inakuwa ni ishara ya Roho Mtakatifu kwamba hiyo ndoto ina ujumbe wa Mungu, usiipuuzie. Kwa wapendwa, hizi kwa ujumla ni ishara 5 za Roho Mtakatifu zinazotusaidia kutambua ndoto yenye ujumbe wa Mungu. Wapendwa, ikitokea umeota ndoto na hata ishara mojawapo katika hizi nilizozifundisha imejitokeza, basi jua hiyo ndoto ina ujumbe wa Mungu. Roho Mtakatifu ananiambia nirudie tena kuzitaja hizi ishara. Ishara ya kwanza, ukiota ndoto ukapata mfadhaiko moyoni, wa kuamka hauna raha, ukashinda hiyo siku hauna amani kwa ajili ya hiyo ndoto, hiyo ni ishara ya kwamba hiyo ndoto ina ujumbe wa Mungu. Ishara ya pili, ukaota ndoto usingizi ukakuisha, bara tu ukaamka kwenye ndoto ukajikuta hauna usingizi, umepaniki, unawaza juu ya kile ulichokiota, hiyo ni ishara kwamba ndoto ina ujumbe wa Mungu. Ukiota ndoto ukapata msukumo mkubwa wa kuwaeleza watu hiyo ndoto, hiyo ni ishara kwamba ndoto ina ujumbe wa Mungu. Ishara ya 4, ukaota ndoto inayofanana, inayojirudia kila wakati unaiota hiyo ni ishara kwamba hiyo ndoto ina ujumbe wa Mungu. Ishara ya 5, ukaota ndoto afu ukaamka umeisahau, au ukaamka unakumbuka maeneo machache kwenye hiyo ndoto, hiyo ni ishara kwamba hiyo ndoto ina ujumbe wa Mungu. Kwa Wakristo wenzangu tulioko hapa, tunapotokea tumepata ndoto na hivi viashiria vikaonekana, usikurupuke kuwaeleza watu juu ya hiyo ndoto. Jambo la msingi la wewe kufanya, jipe muda na Roho Mtakatifu. Kama vile alivyofanya Anania, muulize Roho Mtakatifu kwamba Roho wa Mungu, nimeota hii ndoto, una maana gani kunionyesha? Ukikaa kupata ile kozi yangu ambayo nimefundisha kuhusu ndoto, nimefundisha kozi ya ndoto siku 10.
Nimeelekeza vizuri zaidi kule ndani, Roho Mtakatifu ametusaidia, tumeelekeza kiundani sana namna ya kushughulikia ndoto. Kwa ukitaka upate zaidi, fuatilia kwenye channel yetu ya YouTube hiyo kozi utapata. Lakini kwa hapa naomba nikugusie tu kwamba ukipata ndoto usikurupuke kuwaambia watu, ila jipe muda kuiombea, jipe muda kumuuliza Roho Mtakatifu. Na cha muhimu, achilia damu ya Yesu kwenye hiyo ndoto. Kabisa, kaa na Roho wa Bwana, mwambie nimeota ndoto kitu fulani. Ninaita damu ya Yesu ikae ndani ya hichi kitu nilichokiona. Labda umeota ndoto mtu aliyekufa. Mwambie Mungu, naachilia damu ya Yesu ndani ya huyu mtu. Umeota ndoto kuna ajali inatokea. Mwambie Mungu, naachilia damu ya Yesu kwenye hii ajali. Hii ni kama first aid ninakupa ili ikusaidie. Ni vile tu hatuna muda wa kutosha, tungefundishana kiundani. Twende muda huu tuangalie